Ipo story ya kuhuzunisha sana ya mwanamke ambaye alitoa ujauzito mara 3 na baadaye kabisa vile viumbe ambavyo alivitoa vikarudi kulipiza kisasi kwa kosa ambalo mama yao alilifanya. Kuna story gani hapa? Karibu kutazama simulizi ya huu mzigo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Pia nikwambie hii ni channel yangu mpya, zile nyingine zilifungiwa. Hivyo kama hii ndo mara ya kwanza unakutana na channel, basi ujachelewa mwanetu, bonyeza na subscribe kisha bonyeza kengele ili kwanza kabisa kupata simulizi zangu zote punde tu ninapoweka hapa. Na pia nikupatie good news kutoka Sassy Sky kwa mahitaji yote tiketi za ndege za ndani na nje ya nchi. Basi sisi ndo suluhisho lako. Gharama zetu ni nafuu sana na pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Ofisi yetu ipo Kariakoo, mtaa Likoma na Masasi, opposite na kanisa la KKT. Mimi ni Tadula Kidi. Okay, sawa, tuanze. Mzigo unaanza kwa kuonyesha watoto watatu. Madogo hao wanaonekana wamefika nyumbani kwa Jennifer, na hapa wanaonekana wana mission maalum ambayo imewaleta hapa. Watoto hawa sio binadamu wa kawaida, ni mizimu. Huku upande mwingine tunamwona bidada ambaye anaitwa Jennifer akiwa kazini kwake. Jennifer ni mkuu wa polisi katika hiki kituo, na hapa kuna wenzake wawili wanamletea rushwa ambazo wamezichukua barabarani kwa siku ya leo ili wagawane. Jennifer yeye hivi vitu huwa vipendi, hivyo bidada akamind kinoma, kisha akamwita polisi ambaye anaitwa Kabiru na akamwambia wakamate hawa wawili na wafungie kwa kosa la kuchukua rushwa. Kabiru akafanya kitu ambacho ameambiwa. Baadaye Jennifer anaonekana ndo anarudi nyumbani kwake, na hapa mlinzi wake ambaye anaitwa Silas anamfungulia geti. Bidada akashuka kwenye gari na kuingia ndani kwake. Huko mezani akakuta kuna chakula. Bidada akafurahia sana na kadhania mdogo wake ambaye anaitwa Ella natoka amepika. Bidada akaliki chakula huku akaongea na Ella. Ella akasema yeye hajaandaa hicho chakula, hivyo akamwambia dada yake asile hicho chakula. Jennifer akakataa kabisa kumsikiliza mdogo wake na kajua anamtania tu. Sasa chakula hiki kimeandaliwa na wale watoto watatu, na Jennifer mwenyewe hatambui hata kidogo ye kitu ambacho anakidhania ni mdogo wake anamtania. Sasa huko nje Silas anaonekana akiwa anafua na Mwamba akiwa anataka kumwaga maji. Yale maji ambayo ameyamwaga yakamrudia. Mwamba akashangaa kinoma, kisha akaenda ndani chap kwa haraka na kumaliza hili bosi wake. Jennifer kuamini hata kidogo na kumwambia Silas ameanza kutumia tena yale madawa ya kulevya ambayo aliyachaga. Silas akamsisitiza sana bosi wake na hata akamwambia kama muamini basi amfuate ili akamthibitishie. Jennifer na Silas wakatoka nje na huko mjomba akachota maji na kwa mara ya kwanza akamwaga. Yale maji yakamwagika. Mjomba akachota kwa mara ya pili, akafanya vile vile, maji yakamwagika na kumrudia. Jennifer akamwambia Silas atamletea daktari ili aje ampime kama ameanza tena kutumia mihadarati. Mjomba mwenyewe anashangaa ni nini ambacho kinaendelea hapa. Baada ya ile tukio Jennifer akarudi tena ndani na huku akakuta vile vyombo ambavyo vilikuwepo mezani havipo. Bidada akashangaa sana, akaenda jikoni huku akakuta vile vyombo vimeoshwa na jiko ni safi kinoma, ikaashiria kuna mtu ambaye alikuwa anasafisha muda sio mrefu. Dada akashangaa sana ila akalipotezea hili. Kesho yake Jennifer anaonekana yupo katika kituo cha polisi na bidada anawachia huru wale wama ambao jana aliwakamata, ila bidada anawapa onyo na anawaambia wakirudia tena basi hata wasamea. Wamba wakamshukuru sana Jennifer, na siku hii